kiukweli kama kuna kitu nilipitia kigumu kwenye maisha yangu ni laana ambazo babangu ameishi akinitamkia. Sikuwahi kusikia baba aniambie mwanangu, sikuwahi kusikia baba aniambie sijui nakupenda, sijui mtoto wangu, hakuna. Ni matusi, wewe kahaba, ukipita huko wewe mtoto na laana, wewe umelaaniwa. Yaani kuna matusi mengine siwezi hata kuyaongea ambao ni babangu alikuwa ananitamkia. Baba alinipitisha kwenye wakati mgumu, kwenye kipindi kigumu sana. Matokeo yakatoka, nimefaulu. Tena mtaa mzima nimefaulu peke yangu. Mtaa mzima. Na unajua kipindi hicho kufaulu form 4 ni bimbe. Lakini nilitoka nimefaulu. Pale mtaani watu ongera, ongera. Wengine wanakuja kumpa ongera baba. Sasa baba akiwa kwa watu asante asante, akiingia ndani sikusomesha. Sitoi hela zangu nikusomesha kahaba. Nini matusi nini. Maisha yangu yakawa yanaendelea hivyo. Sasa ndugu wakasimama. Matokeo yametoka, nataka kwenda shule siendi. Wakaibuka tena. Na yeye mtoto aendi shule, sio nini. Watu, maneno ya watu, mbona una uwezo umsomeshi mtoto, someshe, sio nini. Ikafika tu watu sasa wananishawishi, watu wanamtishia tutaenda kushtaki. Wengine wananishawishi tu nenda kwa mkuu wake wa kituo. Kwa sababu mtu akifanya kazi serikalini na ukienda kushtaki inamaanisha anablokiwa. Alafu kuna kiasi cha mshahara kinaingia kwako. Kwa hiyo nikawa naambiwa hivyo na shauriwa hivyo na watu. Na baba kwa hofu ikabidi anipeleke. Kwa form 5 nikaenda Makongo High School iko Dar es Salaam. Nikaanza form 5 elimu yangu ya A-level. Nayo pia bado ikawa ngumu sana. Kwa sababu baba nikawa nasoma shule sasa bora hata nikae huko day. Uendi shule hujafanya kazi za nyumbani. Uendi shule hujafanya na kwanza unalala saa 7 na amka saa 10. Siwezi kulala mpaka wao walale. Hiyo ilikuwa ni sharti. Na siwezi kwenda shule mpaka nihakikishe nimeacha nyumba. Wakati mwingine naweza nikafanya usafi afu ni nyumba kubwa. Nafanya usafi kabisa, yule mama akija anafanya hivi. Bado rudia, ni saa 1. Alafu shule pia nilopelekwa ilikuwa shule ya kijeshi. Makongo hii ni shule ya kijeshi kwa wanaoijua hiyo shule ni ya kijeshi. Nikifika shuleni naanza tena kichurachura. Nimepikika kuanzia saa 10 na kazi nyumbani. Nimkini wakati mwingine naondoka nimepigwa nyumbani na maumivu mwili wote. Lakini nikifika pale narukishwa kichura shuleni. Hakuna anayeelewa. Kwa kuchelewa shule. Vipindi darasani mimi nalala, vipindi vyote. Ikabidi hadi nyumbani nidanganye kwamba nina masomo ya jioni. Ili jioni sasa ndo nianze kujisomea notes sasa. Nipate muda wa kusoma. Narudi nyumbani. Wakati mwingine naambiwa nenda sipewi nauli, majirani ndo wananisaidia. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa ni jirani yetu. Nyumba yetu inaangaliana. Yule mama alikuwa ana watoto wake mapacha. Mmoja wa watoto wake alikuwa na rafiki yangu sana. Alikuwa ananisaidia sana. Nikipigwa nyumbani nikifukuzwa ndo ananipokea kwao na lala kwao. Nikinyimwa chakula ananipa yeye chakula. Nikifanywa ni kama hivyo nanyimwa nauli za kwenda shule, yule mama alikuwa ananisaidia sana sana. Lakini kwa siri kwa sababu ikijulikana ni tatizo. Basi maisha yakaendelea. Nilivyofika form 5 niko likizo na kuelekea form 6. Mama akaona haiwezekani mtoto aendelee kusoma. Akanianzishia vita tena. Akamwambia baba, utahakikisha huyu mtoto anatoka huko ndani. Aidha atoke yeye au nitoke mimi. Kweli amna kipindi nilipitia wakati mgumu na niliumia kama wakati ule, kwa sababu ile ni wanasema kwenye sayansi wanasema work done is equal to zero. Zero kabisa. Niliumia sana. Na baba akasema utaondoka. Nitakupeleka kwenu kwa Singida sasa. Upande wa mama yako vijijini. Na sijawahi kuishi huko, sipajui, sijui chochote. Mama kachachamaa anasema lazima uondoke. Na ujue nilivumilia kote ili nisome. Na nadhani maisha yangu mimi kwa nasema kama ndo yaliharibikia hapa. Ujue form 5 kwenda form 6 ukikatishia hapo wewe utahesabu na elimu ya form 4. Haujasoma ile. Hujasoma advance. Kwa hiyo kweli ilikuwa ni 2015
ndio nilikuwa niko form 5. Nakumbuka ile siku sitasahau kwenye maisha yangu, ilikuwa ni mkesha. Baba aliponiambia kwamba nakuondoa na kupeleka kwenu, nilimwambia rafiki yangu ambaye ni nyumba ya jirani, nilimshirikisha kwamba mimi natakiwa kuondoka, nimeambiwa niondoke. Kwa hiyo baba baada ya baba kuniambia hivyo, hiyo siku tukakaa kikao, akaniambia nakupeleka ukasalimie, lakini utarudi. Lakini nilishajua kwamba hapa sirudi tena. Nikiwa niko chumbani watu wanasherehekea mwaka mpya, mimi nililia sana. Nililia jamani. Nililia jamani, kumwambia Mungu, hivi Mungu upo? Nimekosa nini? Mbona toka mdogo mimi mateso? Nililia sana. Nikamwambia Mungu, nimevumilia ili nisome basi hata kidogo, labda nitapata kazi. Labda ningesoma na mpaka form 6 kocho, ningesoma kwa mkopo labda. Lakini na hii nayo imeshindikana. Nililia sana. Nikiwa kwenye hali ya majonzi, watu huko nje wanasherehekea mwaka mpya. Mkesha. Mama yule akanifuata, akaniambia, andika hii tarehe kwenye kumbukumbu zako za maisha. Maana ndo maisha yako ndo basi tena. Utakanyaga tena nyumbani kwao. Sitataka kukuona tena. Akanipa shilingi 10,000, itakusaidia kwenda kuanza maisha huko na kwenda. Lakini ukumbuka tumetoka kwenye kikao na wameniambia kwamba tunakupeleka kwenda kujua ndugu zako na utarudi. Sasa kutoka mama amefariki hatujaienda. Lakini wakanibadilishia kibao, wakaniambia kwamba hapana. Mama anakuja ananiambia tena sasa kwamba hautarudi tena, hautakanyaga tena. Nataka nikuonyeshe kwa mimi ni nani. Nililia sana. Nijiuliza mama nimemkosea nini? Mungu nimemkosea nini? Nililia. Yaani mtumishi wa Mungu nililia, sijui niseme nililia kiasi gani. Ile siku nilihisi kwamba mimi ndo basi. Nikiwaza kujiua, mbona nilishajaribu na nimeshindikana kufa. Nikasema sasa ngoja nijaribu. Safari nyingine ya maisha ikaanza. So kesho yake ilikuwa ni tarehe 1 mwaka 2016 ya mwezi wa kwanza. Na ni mwaka mpya. Mama akatuchukua mimi na baba, akatupeleka mpaka Ubungo kwenda kupanda basi ya kuelekea Singida. Kwa hiyo tukapanda gari, safari ya kuelekea Singida kaanza. Ulitoka nao kule Dar es Salaam au ulienda peke yako? Mimi sipajui, nilitoka na baba. So mama alibaki. Yeye alituchukua tu kwenye gari, so wapandi dada. So alituchukua tu kwenye gari, akatupeleka mpaka Ubungo, akatuacha, akatuambia safari njema. Lakini before sijaondoka, nilimwambia rafiki yangu yule kwamba mimi naondoka na ninapelekwa huko mbali. Yule rafiki yangu alikuwa anatumia smartphone Huawei. Akachukua simu yake, akaniletea simu dirishani kwa siri sana. Akaniambia nenda na hii simu, ukisikia changamoto yote utanipigia, tutasaidiana. Kama hutakuja kukata kwetu. Kwa yule dada naye ni kama Mungu alimleta kwangu, anaitwa Miriam. Kwa hiyo safari hiyo ya kutoka Dar kwenda Singida nikaanza. Tukiwa tuko njiani, mama akapiga simu. Akasema naomba niongee na huyo mtoto. Wakati niko njiani, mama akanitukana sana. Akaniambia kwangu upone kama kituo cha polisi, usikanyage tena, kaanze maisha yako na ndugu zako, na kwa ndugu wa mume wangu usikanyage. Au anamuita mume wake ni ndugu zangu mimi. Usikanyage popote, baki huko huko. Na unajua anasema hivyo kwa sababu kule kwa ndugu wa mama hana sauti, lakini pia ni maskini sana. Si anaelewa, yeye anaelewa. Basi tukaanza safari, tuko njiani, mimi nalia. Imagine nimekaa siti moja na baba, nalia njia nzima, baba ajali. Tukafika I don't know kama sio Dodoma, ni Morogoro. Tulifika sehemu ya kula. Baba alishuka kula peke yake, kaniacha kwenye gari. Mimi ninalia tu. Ujisikii kula? Haya, kashuka. Imagine this is my biological father, my real father. Niko na kitu kilikuwa kinanitesa sana. Baba alishuka akaenda kula, kaniacha mimi kwenye gari. Baadaye akarudi, tukafika safari, tukaenda. Tulipofika Singida ni Manyoni, tukashuka, tukachukua boda. Safari ya kuchukua bodaboda mpaka kwenda kijijini ni mbali.
Kana muuliza Mungu jiani, huku tunaenda wapi? Naogopa mapoli, ndo unakatisha mapoli, ndo unaenda kwenye hicho kijiji kipo katikati. Pole baba ananiambia, na unaenda unaona huku ndo kwenu. Huku kwanza kama sidhani mpaka leo anajuaga Mkapa ndo rais. Hicho ni kipindi yani kimeshaenda. Kisema jamani, huku watu wanajuaga Mkapa ndo rais, na huko toka kipindi nadhani tulikuwa kipindi cha Magufuli. Sasa huko watu wanaishije? Nawaza, nalia, unaenda kutupwa. Shule mimi ndo basi. Namuuliza baba, shule nini? Shule unawaza shule sasa hivi? Tulipofika pale kweli nikawakuta mama yangu mkubwa. Watu unajua wafanyi wote. Nikamkuta mama yangu mkubwa, dada zangu, mjomba wangu. Waloza watu mmoja na mama walikuwa watatu, walikuwa wamebaki. Mama zangu wakubwa wawili na mjomba wangu. Nao ndo walitupokea kwa shangwe. Tena walifurahi. Unajua watu ambao wanaga kitu wanakuwa na upendo. Walifurahi sana kutuona, hasa mimi walifurahi sana kuniona. Mama mkubwa mpaka akaanza kulia. Mtoto tu kama ondoka mdogo ndo leo unamleta kweli we baba kweli. Akasema yeye ndo nimemleta. Tukakaa sebreni pale kikao, akasema nimemleta na nimemleta tusaidiane maisha. Tusaidiane kulea. Nimelea kwa nafasi yangu na nyinyi muendelee kulea. Sasa mjomba akamuuliza, sawa umemleta huyu mtoto na vipi shule? Akasema sina cha kuelezea hapo, atajielezea yeye mwenyewe. Basi babangu muda huo, yani mtoto tumefika na basi tumefika muda huo. Akamwambia basi baki upumzike. Mimi siwezi kulala. Mimi nilale huko siwezi. Sasa imagine baba mwenyewe anaona mazingira ile hawezi kulala. Mtoto wake aliyemzaa anaweza. Napeleka kule kala. Akaishi kabisa. Akageuza hapo na boda aliyetuleta. Akaondoka. Kwanza akaniita pembeni, akanipa 30,000. Akaniambia utaendelea na maisha yako. So ile 10,000 alinipa yule mama na 30,000. Nimeondoka na vinguo kwenye kibegi hapa cha kubebelea tu hivi. Basi babangu akaondoka, ndo akaniacha hapo. Nilia sana. Na maisha yakaanza tena upya huko. Maisha upya sasa. Hayo ni maisha mengine. Tunaama kwenye maisha ambayo yalikuwa ni ya mama wa kambo, ya mateso. Nilikuwa silali njaa, japo nakula makombo. Nilikuwa sikosi pa kulala, japo nalala kwa masimango. Ila nilikuwa nalala kwenye chumba kizuri na kitanda kizuri. Nilikuwa sijui mambo mengine yote. Sijui giza, sijui nini. Nimekulia kwenye mwanga, kwenye umeme. Sasa hivi nahamia kwenye maisha ya kuni, giza, hamna chakula. Mlo mmoja. Maji hamna. Hayo maji ya kunywa tope. Namwambia mama, haya maji unakunywa? Nalia. Yaani nikiona tu maji nalia. Watu wanakunywa na wanaishi. Nikahama kwenye historia ya huko, kamia huko. Kila nikipiga simu kwa baba, baba naomba basi nirudi, baba kwangu huwezi kukanyaga, matusi tu. Basi mimi nikani mtu kujifungia ndani kulia tu. Watoto pale wanatembea nguo zimechanika, yani wako mimi naumia, yani mbona maisha magumu hivi? Yani ile hela nilopewa yenyewe niligawa yote, naonia watu huruma, naona kama watu wanateseka. Chakula mlo mmoja tu usiku na ni ugali. Kibaki kipolo asubuhi watoto wanagombaniana. Mimi ilibidi mama mkubwa sasa atumie hivi mbinu. Mimi sikuwa jifungia ndani. Kwa hiyo chakula anaweza akaenda, imagine nimekwambia boda shilingi 5,000 kutoka mjini mpaka hapo kijijini. So mama mkubwa ilibidi awe anatembea kwa mguu kutoka hicho kijiji mpaka mjini, naenda kunifuatia mimi mchele robo, aje anipikie mimi ndo nile, na tena nitakula kwa maficho kwa sababu chakula uwezo. Lakini pia mazingira magumu, chakula mdo mmoja wanagombaniana. So mimi ile fighting nilikuwa siwezi. Basi utumisha Mungu tuishie hapa kidogo. Penzi mtazamaji na msikilizaji wetu, kidogo tuishie hapa, lakini muda so mrefu tutaendelea tena. Karibu sana uweze kutazama From Zero to Hero. Amen.